Mahakama hairuhusiwi kuzungumza na vyombo vya habari. Kwa hiyo ndio maana tumekuja kuzungumza hapa, ingawaje tunazungumza tukiwa hatukubaliani na hilo zuio, na tutatafakari kama chama kwa kushauriana na mawakili wetu wa chama ambao ni maafisa wa mahakama juu ya chama kichukua hatua gani kuhusiana na zuio hilo ambao sisi tunaliona linakiuka haki za msingi. Principle mojawapo muhimu sana ya kisheria ni kwamba haki inabidi itendeke na haki inabidi ionekane ikitendeka. Sasa haki ikitendeka na ikionekana ikitendeka, njia mojawapo ni mahakama kuwa wazi. Sasa ni mahakama ya umma, ni public court, inapaswa kuwa open court. Haiwezi kuendeshwa kwa siri, haiwezi kuendeshwa kwa kificho, na vyombo vya habari havipaswi kuzuiwa kutimiza wajibu wao na haki za kikatiba na haki za mikataba ya kimataifa juu ya uhuru wa kupata, kupokea habari na uhuru wa kutoa habari. Kwa katika hatua sasa, wakati chama kikiendelea kutafakari na mawakili wa chama juu ya hatua za kuchukua, nitoe mwito tu kwa Jaji Mkuu wa Tanzania, kwa sababu naamini mimi asili ya zuio hili ni kauli yake mojawapo ambayo alitoa mahali fulani kuhusiana na masuala ya utolewaji wa kauli nje ya mahakama. Naamini kauli yake hiyo kwa vyovyote vile, natumaini itakuwa imefuatiwa na maelekezo mengine ya kiutawala ndani ya mfumo wa kimahakama ambao imesababisha sasa mahakama zetu kuweka utaratibu ambao ni kinyume na haki ya kutoa habari, na imeminya hata haki za mawakili ambao ni maafisa wa mahakama kuzungumza katika eneo lao la kazi ambalo ni mahakamani. Kwa Jaji Mkuu atoe maelekezo ya kiutawala na jaji kiongozi atoe maelekezo ya kiutawala ambao yataondoa aibu hii kwa mahakama na uvunjaji huu wa haki ya uhuru wa habari ambao unaendelea katika mahakama kuu. Kwa wakati haya yakiendelea, nizungumzia yaliyotokea leo mahakamani bila kuingilia uhuru wa mahakama na bila kuingilia maamuzi yaliyoko mahakamani. Na kwa sababu hiyo nitajikita kwenye, kwa sababu niliandika ambacho kilizungumzwa mahakamani, nitasema kwa kadiri ambavyo nimekiandika kwa kusikia. Kesi ilianza kwa upande wa jamhuri, kwa maana ya waendesha mashtaka, mawakili wa upande wa jamhuri, kusema kwamba shauri limekuja kwa ajili ya kusikilizwa, lakini wakasema wanapendekeza shauri liahirishwe kwa sababu shahidi waliyekuwa wamlete leo amepata dharura ya kiafya, yuko Muhimbili clinic, na wakasema kwamba tutaleta mashahidi wetu wote kuendelea na usikilizwaji siku ya Jumatatu. Kwa hiyo kwa ufupi huo ndio ilikuwa hoja ya upande wa jamhuri. Sasa mwenyekiti Lissu akasimama, ambaye ni mshtakiwa wa kesi ya uhaini anayejitetea mwenyewe, akasema ana jambo la kuieleza mahakama, na akasema kwamba yeye yuko tayari kuendelea na kesi leo, na akaenda mbele akasema jambo la pili ni kwamba, na nitanukuu maneno ambayo aliyezungumza mwenyekiti Lissu mahakamani: napinga ombi la kuahirishwa kwa sababu iliyotolewa na mawakili wa serikali. Kulikuwa na amri ya mahakama mwaka jana kwamba upande wa mashtaka wao wanaleta mashahidi wasiopungua 2 kila siku ya kesi inaposikilizwa. Hii amri mmeirudia juzi Jumatano na mmeirudia jana kwamba upande wa mashtaka ulete mashahidi wengi. Upande wa mashtaka hautekelezi kwa sababu nyinyi majaji mmeshindwa kuchukua hatua kwa upande wa mashtaka kuvunja amri za mahakama, kwa kuwa wanajua mahakama itawakubalia kila kitu. Ndio maana wanaleta maombi kama haya. Majaji, mmeacha amri zenu zinapuuzwa na hamjachukua hatua kabisa. Sasa waheshimiwa majaji, kwa vile jambo hili limerudia tena, jana hawajaleta mashahidi, badala yake wameomba kuahirisha kwa mara nyingine leo, msikubali mahakama ikageuzwa kama ambavyo upande wa jamhuri unataka. Na akasema kwamba mahakama hiyo isikubali na majaji wasikubali kugeuzwa kama ilivyokuwa kwenye kesi ya Jomo Kenyatta
ambapo ilikuja kuamuliwa kwenye mahakama London kwamba ile kesi majaji walikuwa wanakubali kila kitu kinacholetwa na upande wa jamhuri hata kama akistahiki, na wanakataa kila kitu kinatolewa upande wa mashtaka. Kwa akasema majaji wasikubali kugeuzwa kama alivyokuwa Jaji Thacker wa Kenya katika kufanya matendo ambayo ni kinyume kabisa cha haki. Na mwenyekiti Lissu akasema kitendo cha wao kushindwa kuleta mashahidi kinaashiria kwamba pumzi imekatika kwa upande wa jamhuri, na akasema kama pumzi imekatika wafunge ushahidi kwa kuwa wameshakata pumzi, kwamba kinachoendelea kilichobaki sasa ni wanavuta siku tu, kwa maneno ya mwenyekiti Lissu, kwamba ili mbaya wao aendelee kusota gerezani na wao mawakili wa serikali waendelee kula posho za serikali. Kwa vyovyote vile majaji msiyakubali matendo yao. Akasema, na akatumia maneno ya Kiingereza, again for the record, hii ndio kesi kubwa kuliko zote kwa mujibu wa katiba ya nchi, kesi ya uhaini. Hivyo umuhimu wa kesi hii lazima uonekane katika namna ambayo mahakama inasimamia amri zake, amri ambazo zimetolewa na majaji. Na akasema, na nitanukuu kwa Kiingereza alichotumia mwenyekiti Lissu, we are not treading on a new ground. Kesi au njia hii ilishatafsiriwa katika kesi ya mwaka 70 na 71 ya Grey Likungu Mataka, kesi ya uhaini ya kwanza kati ya Mahakama Kuu na Mahakama Afrika Mashariki. Kesi hiyo ilichukua miezi 6 na siku 17 pekee. Njia hiyo ilisafishwa vizuri zaidi na Mahakama Kuu katika chumba, na maneno mwenyekiti Lissu, chumba hicho hicho ambacho mahakama ilikuwa inaendelea mwaka 1982 na 83 kwenye kesi ya Hatibu Gandhi na wenzake ya uhaini tena, ambapo kuanzia Mahakama Kuu mpaka mahakama ya rufani kesi nzima ya uhaini ilichukua siku 17, mwaka mmoja na siku 17 pekee. Na akaieleza mahakama kwamba haya yako kwenye court records za kesi hizo mbili, na yanaweza kutumika kama, kwa maneno yake nitanukuu maneno ya Kiingereza, kama precedence kwa namna ya kushughulikia kesi hii ya leo, ambapo yeye akasema mahakamani kwamba ameshakaa ndani gerezani kwa siku 493 bila kesi kumalizika, ambayo ni mwaka mmoja na zaidi ya miezi 4, na hawajamaliza ushahidi. Sasa akauliza swali tu, kama sasa akija yeye kama ushahidi wa jamhuri tu hujaisha, akianza yeye kushughulika na mashahidi wa upande wake, kumleta Samia Suluhu Hassan, kumleta Isidori Mpango aliyekuwa makamu wa rais na aliyekuwa rais, kumleta IGP mahakamani, itachukua miaka mingapi? Itachukua muda gani? Na akatoa neno tu akasema, sasa mpaka majaji simtakuja kulitaya, kesi haijaisha. Kwa hili alikubaliki, na vinginevyo mahakama itageuka kuwa kangaroo court. Kwa hiyo walete mashahidi, ilisho isikubaliwe, walete mashahidi kama ambavyo ilikubaliwa jana. Kwa hiyo haya ndio hoja na maelezo ambayo mwenyekiti Lissu aliyatoa mahakamani. Upande wa jamhuri ukayajibu kwamba wamemsikia akisema, na upande wa jamhuri ukasema mashahidi ni wanadamu na wao wanaweza kupata changamoto, na changamoto inaweza kutokea muda wowote, na lakini wanakiri kwamba bado wana mashahidi wengi, lakini sio lazima walete mashahidi wote, na wanaleta mashahidi kwa kadiri ya prosecution plan. Nitatumia maneno waliotumia, prosecution plan yao ilivyo, kama walivyoipanga na vile ambavyo wamejiwekea utaratibu wa kuandaa mashahidi wao. Na pengine inaweza ikawa kwamba shahidi wanataka kumleta ni wa mwisho. Kwa hiyo kama shahidi amepata dharura, hawezi kulazimika kuleta shahidi wakati wamejiandaa kwa namna ambavyo wamejiandaa. Kwa hiyo basi, na mahakama imepewa mamlaka kwa mujibu wa sheria ya uendeshaji wa makosa ya jinai kuweza kutoa adjournment, kwa maneno yao, kama nitanukuu neno walotumia, kama kuna reasonable ground, kwa maneno ambayo wametumia, na kwamba wakaahidi kwamba wataleta mashahidi wao wote siku ya ndani ya session hii katika kikao hiki, na hawapendekezi kwamba iletwe kwenye kikao kingine cha mahakama, na kama wanapendekeza kwamba siku ya Jumatatu ya ahirisho
walete mashahidi wao wote siku ya Jumatatu. Sasa majaji wakatoa uamuzi juu ya jambo hilo, na wakasema kwamba kama nitanukuu nilichokisikia, tunakubaliana na mshtakiwa kuhusu zile hoja za mshtakiwa juu ya amri ambazo mahakama ilizitoa, na wanakubaliana na mshtakiwa kuwa hilo ni shtaka kubwa la uhaini, na kwa kuwa ahadi ambayo upande wa jamhuri wameitoa iko kwenye kumbukumbu za mahakama ya kuleta mashahidi wao wote siku ya Jumatatu, basi iko kwenye record, basi wanakubaliana na upande wa jamhuri kutoa ahirisho mpaka siku ya Jumatatu saa 3, na kwamba upande wa jamhuri ulete mashahidi wao wote, na kama hilo halitatokea, kinyume na hapo, mtatumia maneno niliyoyasikia, mahakama inaweza kutoa amri zaidi. Kwa hayo ndiyo yaliyojiri mahakamani siku ya leo. Sasa sitaki kuzungumza kwa kirefu sana juu ya msimamo wetu kama chama kutokana na haya yaliyotokea na kauli yetu kama chama. Sasa niliamua kufanya kazi ambayo kimsingi mlipaswa muipate moja kwa moja mahakamani, kuhusu mtiririko wa mahakamani mwepo, muipate vivyo kutoka kama wakili, wafanye briefing pale nje ya mahakama, lakini kwa sababu ya hilo zuio lilotolewa huko mahakamani, hilo limeshindikana. Lakini ambacho nakiona, na nitatumia kauli ambayo mwenyekiti Lissu ambaye ameitoa mahakamani, wamekata pumzi upande wa jamhuri. Wana shida katika kupata mashahidi, na hii inadhihirisha tulichokisema toka awali kama chama, kwamba hapa hakuna kesi yoyote ya msingi ya uhaini, ni kumuumiza tu mwenyekiti gerezani, kumpotezea muda wa kuwa gerezani, kutumia pesa za umma za mashauri, gharama za majaji, gharama za mawakili, gharama za magereza, gharama za polisi wanaojaa kwa halaiki na magari mengi pale nje ya mahakama, kwa kitu ambacho upande wa jamhuri unapaswa tu katika hatua sasa, bila kuingilia uhuru wa mahakama. Mambo ya mahakama kuamua itaamua inavyotaka kuamua yenyewe kwa mujibu wa haki, lakini waliopeleka kesi ni jamhuri. Jamhuri ni umma wa Tanzania na serikali na vyombo vyake. Sisi ni sehemu ya umma wa Tanzania. Sisi hatuamini, na Watanzania wengi hawaamini kwamba Lissu ni mahaini. Kwa neno jamhuri linatumika vibaya. Kimsingi ni kesi ya serikali. Sasa kwa sababu ni kesi ya serikali, kuna mtu ana mamlaka kwenye katiba ya nchi kuhusiana na kesi. Mwendesha mashtaka wa serikali DPP. Bado tunasisitiza mwendesha mashtaka wa serikali DPP apeleke mahakamani hati ya kutokuwa na nia ya kuendelea na kesi, kwa maana ya nolle prosequi. Kesi ifutwe, kesi iondolewe mahakamani, kwa sababu haina maslahi yoyote kwa taifa, haina nia yoyote ya maana ya kutenda haki, haina nia njema yoyote. Mpaka sasa kama ni kuona, wanaweza wao wenyewe kuona tu kwa aina ya mashahidi wao na ushahidi wao na yote yaliyotokea mahakamani mpaka sasa, wakafanya maamuzi ya kiutawala kuiondoa hii kesi mahakamani ili kutoendelea kupoteza muda wa mahakama. Nisingependa vile kuzungumzia juu ya uamuzi wa leo wa majaji kama ulikuwa wa haki au la, kutokana na hoja ambazo mwenyekiti Lissu amezisema. Hiyo mnaweza kuenda kupata maoni ya mawakili, maoni ya wanasheria na maoni ya viongozi wengine wa chama. Wanaweza kutoa kauli baada ya mimi kueleza haya ambayo yametokea mahakamani. Lakini ambacho nawaomba Watanzania, kwa kuwa mahakama imeshatoa amri kwa jamhuri siku ya Jumatatu saa 3 asubuhi, jamhuri ilete mashahidi wao wote. Manake ni kwamba usikilizaji wa mashahidi kwa upande wa jamhuri unaelekea ukingoni. Kwa hiyo siku ni siku muhimu. Watanzania na wanachadema wajitokeze kwa wingi mahakamani siku ya Jumatatu saa 3 asubuhi.
ili kuendelea kusikiliza huo ushahidi wa mwisho kama bado upande wa jamhuri utaendelea kuwa king'ang'anizi wa kuendeleza kesi isiyokuwa na msingi wowote, isiyokuwa na uhaini ndani yake, kesi ambayo haina msingi inapaswa kufutwa. Kama wataamua kuendeleza, basi umma wa Tanzania tukutane mahakamani siku ya Jumatatu saa 3 kwa ajili ya shauri hili. Dalili zote zinaonyesha kwamba upande wa serikali na jamhuri ama wameshakata pumzi kabisa au wanaelekea kukata pumzi. Tundu Lissu anastahili kuwa huru, kwa sababu sisi kama chama tunaamini sio mhaini. Kwa hayo ndio naweza nikayasema kuhusiana na yale yaliyojiri mahakamani na msimamo wetu. Unless kama kuna swali nitakuwa huru kujibu swali kama kuna swali, lakini kama hakuna swali, kwa kweli kuna swali moja. Karibu. Asante. Umewaita wanachama waje lakini tunaelewa kwa sasa kuna huo ulinzi mkali na mara kadhaa kumetokea rabsha baina ya wafuasi, wapenzi na wanachama wa Chadema na jeshi la polisi. Wito huu mnahakikisha vipi kwamba wanachama wenu watasalia salama, wataingia mahakamani, watafuatilia shauri na hakutakuwa na kusigana nje na watu kuumizwa kama ambavyo imetokea nyakati zilizopita? Sisi tunaamini mahakama ni mahakama ya umma, ni mahakama ya wazi, ni open court, na mahakama inatakiwa iweke utaratibu ambao haki itatendeka na itatendeka. Kwa hiyo tunaamini kwamba watu wana uhuru kuja mahakamani, na ndio maana tunasisitiza watu waje mahakamani. Chumba cha kwanza cha mahakama pale Mahakama Kuu ni kikubwa, kina sehemu ya chini, kina sehemu ya jukwaani juu. Kwa hiyo kinaweza accommodate watu wengi tu wa kutosha kuwepo mahakamani, na chumba kitakapojaa huko utaratibu unaweza kuweka watu wengine kusubiri mahali pengine kufuatilia kesi inavyoendelea na kusubiri matokeo ya kesi. Kwa hiyo sisi tunasisitiza tu kwamba hilo lifanyike na umma ujitokeze. Sasa tunavicaution vyombo vya dola, polisi wamekuwa wakitumia madaraka yao ya mabavu ya silaha vibaya, kinyume cha sheria. Wao wana wajibu wa kulinda usalama, hawana haki wala wajibu wala mamlaka ya kupiga raia yote anayekuja mahakamani. Kwa tutarajii kwamba vyombo vya dola vipige watu wanaokuja mahakamani, na tunatoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa kujitokeza na yenyewe mahakamani, ndani ya viunga vya mahakama na nje ya viunga mahakama, ili Tanzania imulikwe juu ya kinachoendelea. Na tunatoa mwito kwa vyombo vya habari, mnafanya kazi nzuri, asanteni, hongereni katika mazingira magumu ya kuzuiwa. Mfahamu kwamba mna wajibu wa kuwepo ndani ya mahakama, kwa sababu hamjazuiwa kuwepo ndani ya mahakama. Mna wajibu wa kuwepo ndani ya mahakama, lakini mna wajibu vivyo wa kuwepo nje ya mahakama. Sasa nyinyi mna uhuru wa kupata habari na kutafuta habari. Msiishie tu kujifungia ndani ya chumba cha mahakama. Vyombo vya habari viko vingi, vingine viwe nje, viripoti matukio ya nje. Mimi naamini polisi wakimulikwa na kamera wakati wananchi wanakuja mahakamani, polisi watapata hiyo hofu kwamba mwanga wote wa kamera unawamulika juu ya matendo yao. Hamjazuiwa kukaa nje ya mahakama na kurekodi kinachotokea mahakamani. Kwa hiyo mna wajibu kama muhimili wa 4 wa dola, fourth estate, informal fourth estate, muhimili wa dola, kulinda raia, na mahali pa kulinda raia kwa kamera zenu, kwa vinasa sauti vyenu ni kuwepo vile eneo la nje ya mahakama siku ya Jumatatu. Kwa mwepo ndani, mwepo na nje, naamini mambo yote yatamalizika kwa haki bila na kwa usalama. Kwa mimi ni imani yangu ni hiyo. Na nisisitize kwa mamlaka za mahakama zisikubali mahakama ikatekwa na vyombo vya dola. Mtuhumiwa analindwa na magereza. Magereza wafanye kazi yao ya ulinzi wa mtuhumiwa. Eneo la mahakama lina taratibu za ulinzi za kawaida tu. Kitendo cha mahakama kuruhusu polisi kuteka mahakama inaondoa ukubwa na uhuru na nitatumia neno la kiroho kidogo, utukufu na utakatifu wa mahakama. Ukiingia pale Mahakama Kuu, mbele ya Mahakama Kuu huoni picha ya Samia Suluhu Hassan kama ambavyo ofisi nyingine za umma zilivyo. Ukiingia Mahakama Kuu, kwenye chumba kile
kikuu cha mahakama, mbele unaona nembo ya taifa. Tafsiri ya ile ni kwamba pale ni mhimili wa haki, sio mtoto wa serikali, si mtu wa kwamba anaagizwa tu kufanya kitu ambacho akistahili. Sasa hivi sisi tunasema kwamba kuna serikali haramu, kuna serikali batili. Tunasema kuna bunge haramu, kuna bunge batili. Katika mazingira ya vyombo vinavyopatikana kwa uchaguzi kuwa havikubaliki, havina legitimacy, havina credibility, mahakama ndio inakuwa kimbilio la haki. Sasa kama kimbilio la haki na yenyewe litatekwa na watu wenye fikra haramu, batili, katili, dhalimu, nchi hii itaserereka kwenye mserereko mbaya sana. Kwa mimi kauli yangu na rai yangu na ombi langu kwa unyenyekevu mkubwa kwa watendaji wote wenye mamlaka kwenye muhimili wa mahakama, kutazama jambo la kesi ya uhaini, kwa sababu ndio kesi kuu kuliko zote katika katiba ya Jamhuri ya Muungano. Sio jambo la majaji watatu tu wanaoisikiliza ile kesi, sio jambo la msajili wa mahakama ya Dar es Salaam na mamlaka za utawala za mahakama kuu ya Dar es Salaam. Ni jaribio kwa mfumo mzima wa mahakama na ni jaribio kwa mfumo mzima wa haki Tanzania. Kwa ni waombe wa ufaulu hilo jaribio ambalo dunia nzima inalitazama, na Watanzania kwa ujumla wao wanafuatilia hii kesi. Wengine wanakuja mahakamani, wengine wanasikiliza, wengine wanafuatilia kwa njia mbalimbali. Ina public interest ya hali ya juu sana. Kwa level hiyo ya public interest, uwezo wa haki kutendeka na haki ikionekana kutendeka uongezeke zaidi. Asante. Ninawashukuru. Asanteni sana.